lakini pia tunakusudia kuvunja chungu. Wananchi 8 wakiongozwa na madiwani wawili wastaafu katika halmashauri ya jiji la Arusha wamemuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuunda tume ya kuchunguza mgogoro wa ardhi uliopo katika kata ya Murieti ambao unaelezwa kwamba umedumu kwa miaka 14. Wananchi hao kwa upande wake, Saruni Olodi, mmoja wa wananchi wa eneo hilo ambaye alikuwa diwani wa kata ya Sokoine, anaeleza kwamba eneo hilo lilitolewa bila kufuata utaratibu mwaka 2012. Yeye pamoja na wenzake 7 waliingia katika mgogoro huo baada ya kuwawakilisha wananchi katika mkutano wa hadhara kuhusu umiliki wa eneo hilo, jambo ambalo linaelezwa kwamba walikamatwa na kufunguliwa kesi. Wakati timu ya mazungumzo ilivyoandaliwa na ilivyoundwa, wajumbe wengine waliondolewa, tukabakizwa mimi na Mheshimiwa Kivuyo kwenye kamati ya majadiliano. Kikao cha kwanza, kama mheshimiwa alivyozungumza, tulizungumza kwamba walau serikali ichukue eka 8, Huruma Vision ichukue eka 7, kwa sababu jiji lilikuwa linasema Huruma Vision linatoa eka 2 kwa serikali, tukakataa. Kikao kilichofuata tukaondolewa pia na Mheshimiwa Kivuyo kwenye mazungumzo. Kesi ni ya kwetu, wala halmashauri haihusiki kwenye kesi, wakatuondoa kwenye mazungumzo. Wakazungumza kwa niaba yetu, baadaye wakapitia kwenye vikao vyao, walienda kwenye CMT, wakaenda kwenye kamati ya fedha na wakatuletea barua yenye kumbukumbu namba NA.CAB.70.103/01/40. Wakatuandikia hii barua wakisema kwamba endapo tutaridhia, barua hii ya tarehe 23 mwezi wa 6 2025, wakatuambia wakaleta mapendekezo, wakasema endapo tutaridhia majadiliano yale mapendekezo yale waliopitisha kwamba Huruma Vision ichukue eka 10, Huruma Vision ichukue eka 10, halafu sisi serikali ichukue eka 5. Kwenye zile eka 5 za serikali tupewe eka 1 kwa ajili ya kufidia gharama zetu za kesi, lakini pia tulipwe milioni 10. Tukapewa hizo barua, tukaambia sawa, sisi tumeridhia. Ramani hiyo hapo. Kwa hiyo na hiyo ramani ilisajiliwa kwa namba hii hapa, namba ya usajili wa ramani. Kwa maana hiyo, baada ya ramani kuchorwa, eneo likagawanywa, tukapewa eka 1 kama tulivyokubaliana, na baada ya hapo ploti zikagawanywa. Sasa likatokea zoezi la sisi kuhamishwa, na hii mgawanyo wa ploti pia ramani yake na barua yake nayo. Sasa mgawanyo wa ploti umetoka kwenye barua yenye kumbukumbu namba NA/70/103/01/72. Ni barua ya tarehe 13 Novemba 2025. Huo ni mgawanyo wa ploti, kwamba eneo la soko lipo kwa upande wa halmashauri. Sisi tumependekeza soko kwa sababu hapa kama mnavyoona kuna soko liko hapa. Sasa wanataka kulifuta soko ili eneo la serikali lihamie kule mwisho, wanasema iwe ni sehemu ya shule. Sasa hapa kuna shule ya msingi na kuna sekondari, na nafasi tulionayo hapa ni kwa ajili ya soko, na wananchi wanataka soko, sio shule tena, kwa sababu shule zipo. Kwa hiyo hakuna mahali popote tuliandika kwamba tunahitaji kuzungumza na wao, na ndio maana tuliandaa hii document. Hatujataka mazungumzo, wao ndio walitaka mazungumzo, ndio maana sisi tulikuwa tumejiandaa kwenda mahakama ya rufaa. Sisi tunakusudia, kwanza tunamwomba Mheshimiwa Rais aunde timu ya uchunguzi kutoka Ikulu ije ifuatilie kwa kina kwa nini tunasumbuliwa namna hii, na ni kwa nini baadhi yetu wamepewa milioni 10 lakini sisi wengine hatujapewa, na ni kwa nini tunanyang'anywa ploti zetu, na kwa nini ibatilishwe, kwa sababu huu ni utapeli umefanyika, na hii ardhi ni ya umma, ilikuwa ni ya umma. Japo hatuzungumzii hiyo, sisi sasa hivi tuna kesi na halmashauri kwenye zile eka 5. Hatuzungumzii makubaliano ya jiji na Huruma Vision kwa sababu ilikaziwa hukumu. Tunachozungumza ni utapeli tuliofanyiwa ili tufute kesi, na sisi tumepoteza gharama nyingi. Kwa mujibu wa barua ile yenye makubaliano, walipendekeza kwamba endapo tutaridhia tungelipwa kwa ajili ya kufidia gharama zetu za kesi kwa miaka 14 pamoja na mkono wa shukurani, kwa sababu tumetumia gharama zetu binafsi. Na walipokuwa wanasema kwamba eti tumeshtakiwa kama madiwani, sisi hatukushtakiwa kama madiwani, tulishtakiwa kama wananchi binafsi wa kawaida, na ndio maana tulikuwa tunatumia gharama zetu za uwakili, nauli na chakula tulivyokuwa tunaenda mahakamani kwa miaka 14. Na kama walikuwa wanajua sisi ni madiwani, kwa nini hawajatulipia mawakili? Na sisi hatukutumia vyo vyetu mahali popote kama walivyokuwa wanazungumza kwenye kikao cha katibu tawala. Na baadaye walikuja wakatuandikia barua hii hapa. Barua yenye kumbukumbu namba NA/70/103/01/C/29. Hii wanataka kubatilisha ile barua ya tarehe 23
wanataka kubatilisha ile barua yetu ya tarehe 23 mwezi wa 6 ambayo ilikuja kutupa tuliridhiana kwenda kufuta kesi. Tunakusudia kurudi mahakamani, na kwanza ni wametumia mamlaka vibaya, kwa sababu kanuni za madiwani mimi nazifahamu za kudumu. Mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya haruhusiwi kubatilisha chochote ambacho kimepitishwa kwenye baraza la madiwani. Sasa mkurugenzi ametoka wapi kutuandikia hii barua kwenda kubatilisha barua ile makubaliano? Ametoa wapi mamlaka? Kwa sababu hakuna baraza lilokaa kubatilisha hayo makubaliano. Lakini pia tunakusudia kuvunja chungu, kwa sababu tunaona sasa haki inabidi tutafute haki yetu kwa namna yoyote. Tutavunja chungu dhidi ya yeyote yule anayekula njama kutuhujumu, au aliyetutapeli tufute kesi, lakini anayetuhujumu kutunyima haki yetu, iwe ni ardhi yetu kama ni pesa, lakini pia yeyote yule atakayekula njama yoyote kutudhuru sisi wakati tunatetea haki zetu. Mimi kwa majina naitwa Michael Kivuyo, nilie diwani mstaafu wa kata ya Sinoni, lakini nilianza kwa kuwa na kata ya Sokoni 1 kabla haijagawanywa kuwa na Sinoni na Sokoni 1. Nimesema niongee na ninyi kwa sababu tuna issue ambayo tunaona ina utata. Tulikuwa tuna kesi mahakamani ya kuhusiana na uwanja huu ambao tumesimama. Eneo hili lilikuwa la serikali, na sisi tukaona kwamba linaingiliwa eneo ambao tungeweza kuweka huduma za wananchi, wakati nikiwa kiongozi kwamba tunaweza tukaweka huduma za kuwahudumia wananchi eneo hili. Baadaye tulikuja tukabaini kwamba kuna mtu ameingilia, tukapambana naye. Baadaye aliamua kutupeleka mahakamani. Mwaka 2012 akatupeleka mahakamani. Tumefanya kesi miaka 14. Lakini ikafikia mahali ofisi ya mkurugenzi katuita kwamba siku moja tumeenda mahakamani, tukasikia upande wa pili wakili aliyekuwa analalamika mkata rufaa. Maana mara ya kwanza tulimshinda kwenye kesi, na baadaye akakata rufaa, tukaendelea na kesi ile ya rufaa ya kwake. Ikafika mahali tukakata, yeye akaonekana kwamba amepata ahueni kwa wakili wetu kukosa sifa kwa wakili, lakini bado na sisi tukakata rufaa. Wakati tulikuwa tunaendelea na rufaa, mahakama kuu ya rufaa, akatokea wakili wake akamwambia jaji, tunaomba kufuta hii kesi kwa sababu tumekubaliana na halmashauri kuhusiana na hii kesi. Tunabaki kuelewa huu utapeli, mbona tumefanywa utapeli ili tuondoshe kesi mahakamani, alafu ndio waje watudhulumu? Kwa nini hawajatuambia maneno wakati kesi yetu ikiwa mahakamani, ambayo tumeendesha kwa gharama zetu miaka 14? Hicho ndio kilichotufanya tuwaite, na tunamtaka mkurugenzi, mkuu wa mkoa, waziri mkuu na ofisi ya rais ituangalie namna gani watu wa wazalendo aina hii wanapatikana wapi, ambao wanaweza kusimama kwa kutetea mali ya umma kwa muda wa miaka 14 kwa kutumia fedha zao mfukoni, rasilimali zao. Wengine tufilisika kwa ajili ya kuhangaikia na ile kesi. Sisi tuliamua kwamba hatutaki halmashauri tulipe chochote, tunamtaka tulie mstaki atulipe. Wao wakasema hapana, tulipe sisi, tutawalipeni nyie, mwacheni huyu aliyowashtaki. Kwa hivyo sisi tumeomba kwamba vyombo vya serikali vitusaidie kufuatilia swala hili ili haki itendeke. Alipotafutwa mkurugenzi wa jiji la Arusha kwa ajili ya kutolea ufafanuzi kuhusu swala hilo, alijibu kwa ufupi ya kwamba hahusiki, huku meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange akisema kwamba jambo hilo wanataraji kulitolea ufafanuzi katika baraza la madiwani.